alipoanguka kwenye ule mti, kumbuka tulianguka kwenye mti. Adamu alikula matunda ambayo yalizuiliwa asili. Kwa hiyo anguko la Adamu lilikuwa chanzo ni mti, lakini Yesu akaja kuturudishia, kutupatanisha tena na Mungu pale pale kwenye mti, pale pale ambapo tulipotea, pale pale akatupatanisha, akawa juu ya ule mti ambao matunda yake alikula Adamu wa kwanza akafa. Juu ya mti akawa Yesu na matunda yake akatupatanisha na Mungu. Tukila matunda yake tunakuwa na uzima wa milele. Matunda ya kwanza yaliua, matunda anayotoa Yesu yanakufanya uwe na uzima wa milele. Ndio maana anasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama anayotoa Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Tunaupata wapi uzima wa milele? Pale Kalvari, akiwa pale msalabani akatupatanisha na Mungu. Jana tuliangalia kosa kwanza kwenye Mwanzo 2:15-17. Tukaangalia damu ya Yesu namna ilivyokuja juu yetu na juu ya watoto wetu. Tukaona Mathayo 27, 24, 26, Luka 23, 39 mpaka 47, Mathayo 26, 28, Kutoka 24, 7 mpaka 10. Tukaangalia Yeremia 31 mstari wa 31 mpaka 34. Tukaangalia Zakaria 9:11. Tukaangalia Matendo ya Mitume sura ile ya 7 mstari wa 35 mpaka 39. Kama kawaida nitarudia andiko ambalo tulimaliza nalo, alafu tutaendelea. Tulimaliza na Matendo au Kutoka? Matendo, Kutoka? Matendo ya Mitume. Tutaanzia tena pale, alafu tutafuata kuangalia jambo la pili. Somo ni kazi aliyoifanya Yesu msalabani. Namba 1 tuliona tayari ametupatanisha wanadamu na Mungu kwa mauti yake, kwa damu yake pale msalabani alitupatanisha na Mungu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu tunashuka na kunyenyekea tena mbele yako. Sisi hatuna Mungu mwingine tunayeweza kumwabudu ila ni wewe. Nasi Mungu umetualika katika mwaliko mtakatifu. Umesema tukusanyike pamoja kila inapobidi. Tumekusanyika pamoja siku ya leo, imetubidi kukusanyika ili tusikie habari za ufalme wa mbinguni. Habari zako Yesu tunazipenda, habari za mbinguni tunatamani kuzisikia. Tupe neema na nguvu ya Roho Mtakatifu kuweza kusikia yale ambayo Mungu unataka kuzungumza nasi tena leo. Pale tulipoenda kinyume na mapenzi yako, tunatudia uovu, dhambi, makosa yale tuliyokosa kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda. Tumeshindwa kufanya yale ambayo Mungu ulitutaka tufanye. Tunaomba rehema zako na huruma zako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Lirehemu kanisa, warehemu watumishi wako wa kike na wa kiume. Turehemu Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Tunasi rehema zako kwa ajili ya anga hili, ardhi ya Kigamboni, ardhi ya Dar es Salaam, ardhi ya Tanzania. Zako Bwana Yesu zitawale mahali hapa. Madhabahu hii yote tunakupa wewe. Tawala anga hili, tawala hali ya hewa, tawala mifumo yote ya mahali hapa. Kama vile Musa lako kanitumia kwa faida ya ufalme wako. Tufungue masikio ya nje na ya ndani, tupewe kusikia neno la uzima. Neno lako likaingia na kukaa ndani ya moyo wa kila mmoja aliyoko mahali hapa. Tunaiweka ibada hii yote wakfu kwako Bwana Yesu. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba haya machache, hata yale ambayo hatujaomba. Roho Mtakatifu Mungu, tutendee yote kwa kadiri ya uweza na nguvu zako, katika jina la Yesu wote tuseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi aliyoifanya Yesu msalabani, cha kwanza ametupatanisha na Mungu kwa mauti yake, kwa damu yake, kwa agano la damu yake. Tuanzie pale tulipoishia jana, Matendo ya Mitume sura ile ya 7, sura ya 7 mstari wa 35 mpaka 39. Matendo ya Mitume sura ile ya 7.
Matendo ya Mitume sura ile ya 7 mstari wa 35 mpaka 39. Neno la Mungu linasema hivi: Musa huyo mliyemkataa, wakisema, ni nani aliyekuweka kuwa mkuu na mwamuzi? Ndiye aliyetumwa na Mungu kuwa mkuu na mkombozi kwa mkono wa yule malaika aliyemtokea katika kile kijiti. Huyo ndiye aliyewatoa akifanya ajabu na ishara katika nchi ya Misri na katika bahari ya Shamu na katika jangwa kwa muda wa miaka 40. Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulia nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni yeye. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima Sinai, tena pamoja na baba zetu. Ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa wanazungumza habari ya Musa. Hiki ni kitabu cha Matendo ya Mitume, lakini wanaongea habari za Musa kwa namna Mungu alivyomtumia kuwakomboa wana wa Israeli katika utumwa wa Misri. Na tunaona safari ya Musa inaanza kwa kutokewa na malaika. Malaika anatumwa na Mungu kutoka mbinguni, anamtokea Musa kama mwali wa moto, na malaika yule alienda na Musa mpaka Misri. Ndiye aliyekuwa naye kule Misri akithibitisha neno la Mungu kwa kufanya miujiza na ishara na maajabu. Lakini wale watu wa Israeli walimkataa Musa, walimsukumia mbali, wakasema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mwamuzi wetu? Lakini Musa huyo ndiye aliyepokea maneno ya Mungu kuwapa wana wa Israeli, ndiye aliyewakomboa. Musa huyo wakati anamaliza kazi yake, yeye kama Musa mtumishi wa Mungu, ndani yake ana roho wa Mungu. Roho wa Mungu ni roho wa unabii, wa kusema mambo ya baadaye sana. Musa akiwa na roho wa Mungu ndani yake akasema hivi, Mungu atawainulia nabii mwingine kama mimi, msikilizeni yeye. Musa anatabiri kwa habari ya kuja kwa Yesu. Tunaona Musa anaenda kuwatoa wana wa Israeli utumwa wa Misri. Katika utumwa wa Misri anawatoa kwa mkono wa yule malaika ambaye alitumwa na Mungu. Na Musa alifanya ishara na ajabu nyingi kupita kawaida kule Misri. Yeye alimpiga Farao kwa mapigo 10. Aligeuza maji yakawa damu, vumbi likawa chawa, eneo moja kukawa mchana, eneo lingine kukawa giza. Musa huyo alifanya ishara za kila aina. Alimpiga Farao pamoja na mzaliwa wake wa kwanza, akawatoa wana wa Israeli kwa mkono hodari. Mkononi mwa Musa kulikuwa na fimbo. Fimbo ni neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Anaimaliza hii kazi, anatoa unabii kwamba Mungu atawainulia nabii mwingine kama mimi. Anazungumza kwa habari ya kuja kwa Yesu. Anazungumza kwa habari ya ukombozi ambao wanadamu wataupata tena kwa mkono wa Mungu kwa njia ya Kristo. Angalia, ule ukombozi ulikuwa ni wa taifa moja. Bwana asifiwe sana. Sio dunia yote ilienda Misri. Taifa teule, watu wa Mungu walienda Misri, wakawa watumwa kule Misri. Na Mungu anamtumia Musa kuwatoa watu wake kwa ishara na maajabu akiwa na malaika. Lakini Musa ndiye aliyekuwa pamoja na kanisa la kwanza kule jangwani. Hapa nimetaja kanisa la jangwani, lakini Musa ndiye aliyesema na Mungu katika mlima Sinai, akapokea maneno ya Mungu awape wana wa Israeli. Leo Mungu anaupatanisha ulimwengu kwa njia ya Kristo. Yesu amesimama kati ya wanadamu na Mungu, katikati hapa. Musa wetu leo ni Yesu. Bwana asifiwe sana. Kati ya wanadamu na Mungu hapa katikati yuko Yesu.
Jana nilisema akiwa pale msalabani amenyosha mikono yake hivi, huku kulikuwa na mnyang'anyi na huku kulikuwa na mnyang'anyi. Mnyang'anyi mmoja anapokea neema ya Mungu, mnyang'anyi mwingine anakataa neema ya Mungu, anamtukana Mungu. Leo Biblia inasema kwa kosa la Adamu wanadamu wote tulitenda dhambi. Inasema wazi kitabu cha Warumi kwamba watu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini tunapokea neema kwa kumwamini Kristo. Wana wa Israeli wasingetoka Misri kwa sababu walifungwa kiroho. Utumwa wao ulikuwa kiroho, walishikwa na miungu ya Kimisri, walikamatwa na madhabahu za Kimisri, wasingeweza kutoka kwa kawaida. Ndio maana Mungu anampa maelekezo Musa, na Musa anajaribu kukataa. Mungu anamwambia nenda, mkononi mwako kuna nini? Anamwambia nina fimbo, bwaga hiyo fimbo chini. Anaibwaga fimbo chini, inageuka kuwa nyoka. Mungu anamwambia ishike tena, anaishika, inageuka kuwa fimbo. Anamwambia kwa hiyo fimbo nitawatoa wana wa Israeli Misri. Na kwa ile fimbo na yule malaika ambaye Musa alisema naye, Mungu alifanya ishara za kila aina, wana wa Israeli wakatoka utumwa wa Misri. Yesu anakuja kama Musa wetu wa leo ambaye alitabiriwa na Musa mwenyewe. Na yeye anakuja, yeye anaitwa neno la Mungu. Fimbo ile ya Musa ambayo ilikuwa ni neno, Yesu anaitwa moja kwa moja neno la Mungu. Yeye anakuja anahubiri habari za Mungu, habari za ufalme wa Mungu kwa watu wake. Anaenda anamwaga damu yake pale msalabani, anatangaza imekwisha, kwamba yale mateso ambayo shetani alikuwa anautesa ulimwengu, ambayo shetani alikuwa anawatumikisha watu wa Mungu, yamekwisha. Sasa kila atakayeniamini mimi ataokolewa kwenye hayo mateso. Musa anaokoa wana wa Israeli kwenye utumwa wa Farao. Sisi leo tunapomwamini Yesu tunaokolewa kwenye utumwa wa dhambi. Haleluya kanisa. Musa alifanya ishara na miujiza kwa mkono wa Mungu, kwa mkono wa yule malaika. Yesu naye alipokuja alifanya ishara za kila aina, mpaka nawaambia kama hamniamini mimi, basi ziaminini kazi ninazozifanya, maana kazi zenyewe zinadhihirishwa kwamba mimi hajawahi kutokea mwanadamu amefanya kazi kama hizi. Kwa hiyo kama hamniamini mimi, aminini kazi nilizozifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mwanadamu anaamini kwa kuona, walipoona ndipo walipoamini. Kwa hiyo Mungu analijua hilo, ndio maana aliweka mambo ya ishara na maajabu mikononi mwa Musa ili wana wa Israeli wapate kumwamini. Na Musa mwenyewe anamwambia watapataje kuniamini kama nimetumwa na wewe Mungu? Akamwambia mkononi kuna nini? Kuna fimbo, bwaga chini ikawa nyoka. Akamwambia ichukue. Akamwambia ishara nyingine, weka mkono wako kwenye koti. Alipotoa mkono ukawa na ukoma. Akamwambia wasipokuamini kwa ishara ya kwanza wataamini kwa ishara ya pili. Wanadamu wanaamini kwa kuona. Na Yesu anakuja anafanya ishara, vipofu wanafumbuliwa wanaona, viziwi wanatembea wanasikia, viwete wakatembea, akafufua hata wafu. Mwana wa Gairo, mwana wa Gairo, sijui ni Gairo, Yairo, mwanaye wa pekee kwenye lango la Naili, akafunguliwa, akafufuliwa, akawa mzima. Mnajua habari za Lazaro siku 4 yuko kaburini. Yesu anakuja anamwita, anatoka nje, anakuwa mzima. Anafanya Mungu haya kutaka watu kuamini kwamba hawa wanadamu ni wanadamu wenye shingo ngumu, wenye mioyo migumu, mpaka waone ndipo waamini. Kwa hiyo anaweka ishara zinaambatana na Musa ili wana wa Israeli wamwamini. Akaweka ishara zikaambatana na Yesu ili wanadamu wamwamini kwamba ametoka kwa Mungu. Alimponya, alimfungua macho kijana mmoja ambaye tangu kuzaliwa alikuwa haoni.
ikaleta taharuki katika mji. Watu wote wakashangaa, na wakuu wa makuhani wakamwita yule kijana pamoja na wazazi wake. Wanawauliza, huyu ndiye kijana wenu? Ndiyo. Ni kweli alizaliwa kipofu? Ndiyo. Amepataje kuona? Wazazi kwa kuogopa kutemwa na masinagogi wakasema, muulizeni mwenyewe, maana ni mtu mzima. Akaulizwa yule kijana akasema, Yesu ameniponya. Akamwambia, sisi hatumwamini huyu. Asema, mumwamini msimwamini, mimi ninachojua nilikuwa kipofu, sasa ninaona, na ninachojua kwamba Mungu hamtumii mwenye dhambi. Kwa hiyo huyo ndiye aliyenifumbua macho yangu, mimi naona. Kwa nini hawataki kuamini? Ndio hiyo inaendelea mpaka leo. Yesu amekuja kututoa kwenye utumwa wa dhambi. Amekuja kutukomboa kwenye utumwa wa mashetani. Lakini wanadamu hawataki. Wanahoji, ni nani huyu? Yesu ni nani? Wengine wanasema yeye ni nabii tu kama nabii wengine. Yesu ni zaidi ya nabii. Bwana asifiwe sana. Ni kweli Musa amemtaja hapa kama nabii, lakini Yesu ni zaidi ya nabii. Maana Musa alifanya zile ishara kwa mkono wa malaika, lakini Musa mwenyewe alitegemea nguvu za Yesu. Ndio maana alitembea na ile fimbo. Sisi tunasema Yesu ni fimbo tembelea, si ndio? Yeye ni niko ambaye niko, anaweza kuwa chochote sawa sawa na hitaji lako. Unataka awe uponyaji, anakuwa mponyaji. Unataka afungue utasa, anafungua utasa. Unataka awe tabibu, anakuwa tabibu. Unataka awe chakula, anakuwa chakula. Walikula mana, chakula cha mashujaa. Ile mana aliyewalisha alikuwa ni Yesu, sio Musa. Walikunywa maji yaliyotoka kwenye mwamba. Yale maji si Musa aliyewapa, mwamba ni Yesu. Kila kilichofanyika toka Misri mpaka wanaingia nchi ya ahadi, aliyefanya bahari ya Shamu igawanyike, ile fimbo ambayo ilikuwa inanyoshwa na Musa, alikuwa ni Yesu. Wana wa Israeli wanavuka mto Yordani, katikati ya mto wakachukua mawe 12. Jiwe ni Yesu. Yesu ni jiwe kuu la pembeni. Kwa hiyo Musa aliweza yote kwa mkono wa Yesu. Yesu huyo ndo tunayemhubiri leo, ambaye alikuja akazaliwa, akaja akaishi kama mwanadamu asitende dhambi, akatufia pale msalabani ili kila amwaminie apatanishwe na Mungu. Yeye ndiye kipatanisho chetu. Sasa angalia, semina kama hii, Mungu anazungumza na watu wake katika kizazi chetu sisi tuliofikiwa na mwisho wa dunia. Watu hawataki kusikiliza. Mwingine kalala tu nyumbani, mwingine kakaa tu kwenye mabaraza ya umbea, mwingine kakaa tu mahala fulani. Na najua kanisani kwetu kuna semina. Watu hawataki. Si wao wanaanza leo, ni roho ile ile ambayo wakati wa Musa walimkataa. Hapa anasema Musa huyo ndiye waliyemsukuma babu zetu. Anasema Musa huyo waliyemkataa, wakasema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu na mwamuzi? Ndiye aliyetumwa na Mungu kuwa mkuu na mkombozi kwa mkono wa yule malaika aliyemtokea katika kile kijiti. Hata mimi nasimama hapa kwa jina la Yesu. Ninanena maneno haya kwa mamlaka ya jina la Yesu. Lakini wanadamu ni wale wale. Tunabadilika tu vizazi, hata vizazi. Ni wale wale waliokataa na kumsukumia Musa na kumwambia, ni nani aliyekuweka wewe uwe mwamuzi wewe? Ni wale wale tunao mpaka kizazi chetu. Habari za Yesu hawazitaki. Habari za Yesu hawazitaki. Ndio maana naona mmoja akaniambia, baba, nimeota ndoto imeniogopesha. Akasema, nimeona huko pale kanisani. Ukasema, yani mwaka huu nimefundisha masomo makali, bado nyinyi hamuelewe. Ukatoka, ukatuonyesha kisogo, ukaondoka.
ni mbaya sana. Njozi kama hizi zinaogopesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake Mungu anaposema na watu wanapokuwa hawataki kufuata yale anayowaelekeza, huwa anawaacha. Soma Agano la Kale lote, vitabu vyote vya Wafalme, Samueli wa kwanza, wa pili, Kumbukumbu la Torati, walipokataa kusikia maneno ya manabii, Mungu aliwaacha. Kwa nini tunaachwa? Kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya wanadamu. Huwa wanamwona ni mwanadamu anazungumza, hawa walimwona ni Musa anazungumza. Lakini angalia, maandiko yanasema Musa hakuzungumza kwa mapenzi yake. Kwa asili Musa alikuwa anachunga kundi la mifugo ya baba mkwe wake Yethro. Musa hakujichagulia kuwa mtume, kuwa mtumishi, kuwa nabii. Hakujichagulia kuifanya kazi ya Mungu. Yeye kwa asili alikuwa ni mchungaji wa mifugo, na alikuwa anachunga mifugo ya baba mkwe Yethro. Lakini angalia, Mungu mwenyewe akamtokea kwa ule mwali wa moto kwa mkono wa malaika. Anasema akatumwa na Mungu, anasema wakamsukumia, wakamuuliza, ni nani aliyekuweka kuwa mkuu na mwamuzi? Ndiye aliyetumwa na Mungu kuwa mkuu na mkombozi kwa mkono wa yule malaika aliyemtokea katika kile kijiti. Huyo ndiye aliyewatoa akifanya ajabu na ishara katika nchi ya Misri na katika bahari ya Shamu na katika jangwa muda wa miaka 40. Musa huyo ndiye waliyemwambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu. Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulia nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni yeye. Ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima Sinai, tena pamoja na baba zetu. Ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Ndio maana haya masomo tunapoandaa ni kama tunayapokea kutoka kwa Mungu. Ndio unaona kila somo unaona linafanana na majira na wakati wake. Kila somo unaona limekuja kwa wakati sahihi. Kwa nini? Tunapokea ili tuyalete kwa watu wa Mungu. Sasa watu wa Mungu wanapaswa kupokea. Tuliona jana kwamba Musa alisoma maneno ya Mungu. Wale watu wa Mungu wakasema, yote uliyoyasema tutayatenda na tutalitii ili agizo la Mungu. Musa akachukua bakuli la damu akawanyunyizia wale watu. Alipowanyunyizia, macho yao yakafumbuka, wakamwona Mungu, wakaiona miguu yake iking'aa kama dhahabu, kama samawiti safi, kama mbingu zenyewe kwa usafi wake. Kwa nini waliona? Kwa sababu walitii. Biblia anasema ukikubali na kutii utamwona Mungu. Na wapenda wanipendao, wanitafutao kwa bidii wataniona. Ukikubali na kutii utakula mema yake. Huwezi kula mema ya Mungu kama hujakubali. Ndio maana wokovu ni uchaguzi wa mwanadamu. Ni wewe unachagua, niishi maisha ya ujanja au niokoke. Ni uchaguzi. Hasa nyakati tulizo nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mmoja jana akaniuliza, leo asubuhi akaniuliza, nimeogopa na ndoto hii, ina maana gani? Akasema, nimeona tuko pale kanisani, ibada inaendelea, tuko wengi sana, na wewe umesimama mbele unafundisha, lakini ulikuwa umevaa sweta nzito. Sweta nzito. Ukatuambia hivi, imeachiliwa baridi kubwa sana, kila moja avae sweta. Imeachiliwa baridi kubwa sana, kila moja avae koti lake. Nasema wengi tukawa hatuna makoti, tumejikumbata. Nikamwambia hii ni dalili mbaya. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema heri uwe baridi kabisa, ukiwa vuguvugu na kutapika. Lakini Mungu anasema uwe moto, wala msiuzimishe moto wa madhabahu. Kuona kwamba imeachiliwa baridi, manake hali ya kupoozesha imani ya watu imeachiliwa. Ile hamu ya kumtafuta Mungu, ile kuwa tena moto, watu wameachiliwa nguvu ya mapozi ya kupoozeshwa.
Yaani watu wamepoa, wamepozeshwa. Ndio maana agizo linatoka, vaa koti lako, vaa koti lako. Na Yesu aliwaambia wanafunzi, amewekwa pamoja na wanyang'anyi pale dakika za mwisho. Wanyang'anyi anasema kila mwenye panga auze panga yake akanunue koti, asiye na panga auze koti lake akanunue. Sasa hali ya kupoa, manake imetupwa hali ya kupoa katika kanisa, imetupwa hali ya kupoa. Lakini ashukuriwe Mungu, mimi nimevaa koti langu. Koti ni mamlaka. Bwana asifiwe sana. Anasema na baadhi ya wengine walikuwa wamevaa makoti, wengi wao tukawa tumejikumbata, maanake hiyo baridi imewashika, imewakamata. Na unaweza kaona Roho Mtakatifu ananena katika hili kanisa, lakini watu hawana shauku ya kusikia, hawana hamu, hawapati ile shauku ya kusikia. Kwa nini? Ni wamepoa, kufa kiroho. Ukifa kiroho huwezi kutamani nyumba za ibada. Unapokufa kiroho huwezi kutamani kusikia neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu linaenda kwa wenye njaa. Yesu anasema heri wenye kiu na njaa ya kufanya atakayo Mungu, maana hao watashibishwa. Kwa kizazi chetu Yesu yupo, amekuja kutuokoa na nguvu ya dhambi na nguvu ya mateso ya ulimwengu, lakini wanadamu wamemsukumia pembeni. Kama alivyosukuma Musa, ndivyo na Yesu alivyosukumiwa pembeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Au alimkataa Musa, anasema yakini anasema Musa huyo ndiye waliyemwambia Waisraeli Bwana Mungu wenu. Musa huyo ndiye aliyewaambia wana wa Israeli Bwana Mungu wenu atawainulia nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni yeye. Maana yake alitabiri kwa habari za Yesu, na kweli ukifuatilia mtiririko ni ule ule mpaka uzao wa Yesu, mpaka uzao wa Daudi, mpaka kule anakuja anapatikana Yesu. Yesu anakuja anayafanya yale aliyoyafanya Musa, kuukomboa ulimwengu wote, sio tena taifa moja. Watu hawana mpango na wokovu, hawana mpango na ukombozi. Yaani wanaishi kana kwamba ukombozi haupo. Mtu anaishi na majini, anaishi na hilizi, anaishi na uchawi, anaishi na dhambi, anaishi na mambo ya ajabu ajabu, kana kwamba wokovu haupo. Na wana wa Israeli hivyo hivyo walikuwa kwenye mateso, utumwa mkali, wanafyatua matofali, wanatafuta nyasi, wanafanya kazi, hawalipwi chochote, ni kula tu kwa shida. Lakini Musa anakuja, anakamata yule Misri, anamua, anaenda kuamua Waisraeli, anambia wewe nenda huko, nani amekuweka kuwa mwamuzi wetu? Musa mwenyewe alishangaa, alijua kwa mateso mnayoyapata mwenzangu nipo ikulu kule kwa Farao, na kula ninachokitaka, na bani ninachotaka, natumia hela ninavyotaka, na kuja kutoa msaada mnitaki. Wakamsukumia mbali. Na leo ni hivyo hivyo. Yesu ameacha enzi, ameshuka duniani ili atukomboe sisi wanadamu kutoka kwenye utumwa wa shetani. Wanadamu hawataki, wanataka wafanye kazi na hilizi, wafanye biashara na hilizi, wamiliki na shetani, wafanye mambo na shetani. Wanauawa kila siku, lakini hawataki kukimbilia huko. Ndivyo ilivyokuwa kwa wana wa Israeli, walikuwa wanauawa kila siku. Hata watoto wao ilipitishwa sheria kwamba akizaliwa mtoto wa kike aishi, akizaliwa wa kiume auawe, lakini bado wokovu unawajia kwa mkono wa Musa, hawamtaki. Lakini maandiko yanasema kumbe Musa ndiye aliyetumwa na Mungu. Anasema yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima Sinai, tena pamoja na baba zetu. Ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Tunapokea neno la Mungu, tulilete kwa kanisa, tunaleta kwa viti. Fikiria kama hivi, viti vyote hivi Roho Mtakatifu anapiga, anasema pale angekaa fulani pale, anapiga jicho upande wa pili, anakuta watu ambao walitakuwa wakae hapa wamekaa tu kwenye baraza za mizaa, baraza za umbea, baraza za maneno ya ajabu ajabu.
Fikiria Mungu anawaonaje, kwa sababu macho ya Mungu kama unasoma Ufunuo anasema ana macho kila upande, yani kwenye mabawa kila upande. Manake wakati anatazama viti viko vitupu hapa, macho mengine anatazama watoto wake walipo. Sasa bora kama upo kwenye mambo ya muhimu, labda kazi za watu, umeajiriwa, hauna namna, upo kwenye kazi za kiserikali lakini anakuona umekaa kwenye baraza unapepeta na neno, mbingu zinakuonaje? Kwa sababu hata hawa walidhani Musa ni yeye tu, kihelele chake amekuja kuwatoa. Lakini angalia maandiko anasema huyo ndiye aliyetumwa na Mungu. Yaani Musa kwenda kule alitumwa na Mungu, hakwenda kwa akili zake. Ndio maana yeye kwa asili alikuwa anachunga tu ng'ombe za baba mkwe. Nimeozeshwa, sina mahali, nilikimbia ndugu zangu Misri, nikaja huku nikaozeshwa, sina mahali, mshahara wa mahali wa kutoa mahali sina. Baba mkwe ameniambia utachunga hizi ng'ombe miaka kadhaa nikuozeshe binti yako. Kwa hiyo anachunga kama ujira wa kuozeshwa. Lakini ghafla akiwa katika kuchunga, Mungu anamtokea kwa mwali wa moto. Hata mimi kwa asili nilikuwa nikifanya biashara, fundi seremala. Mpaka nilipoitwa, mpaka nilipoambiwa acha unachokifanya, fanya kazi yangu. Nilipong'ang'ana kukataa, wote tulioitwa tulikataa. Yaani kimsoma Musa naona na mimi ndo wale. Na mimi nilikataa, akapiga kila nilichokuwa nategemea, kila nilichokuwa nashika. Nilipokubali akaniambia kila mtu hataki, sasa nani atafanya kazi yako? Kila mtu hataki, sasa nani atafanya kazi yako? Kwa hiyo mtu akiona anaona ni Musa tu ambaye ametoka mwenyewe Midian huko anakuja huko kutukomboa, ni nani aliyemweka au mwamuzi wetu? Lakini ukweli Musa hakutoka kwa akili yake. Anaambiwa na Mungu, nenda, wataniaminije naweka mambo ya ishara mikononi mwao? Na mimi mtaniaminije? Mungu amefanya kwa mikono yangu mambo mengi kudhihirisha niko na huyo mtu. Unaposikia mtu anasema niliponywa, unaposikia mtu anasema nilifunguliwa, unaposikia mtu anatoa ushuhuda wa mchungaji, maana yake yale ambayo Mungu aliweka kwa Musa ndio yale Mungu ameweka kwetu pia, ili mtu amini kwamba tumetumwa na yeye. Kwa nini Mungu kuambatanisha ishara na watumishi wake? Kwa nini aliambatanisha mambo ya ishara na Yesu? Ili waamini, walipoona wakaamini. Lakini wengine hata wakiona wana mioyo mizito. Usiwe na mioyo mizito. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema huyo ndiye aliyewatoa akifanya ajabu na ishara katika nchi ya Misri na katika bahari ya Shamu na katika jangwa kwa muda wa miaka 40. Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli. Musa huyo ndiye aliyefanya ishara na ajabu miaka 40 jangwani. Walipotaka mana akawapa mana, walipochoka hiki wakataka hiki akawapa. Waliposema maji haya machungu akapiga mwamba ukatoa maji. Walipofika bahari ya Shamu, tunavukaje hatuna mitumbu, akanyosha fimbo juu, bahari ikagawanyika. Yale mambo ya ishara ni malaika aliyetumwa na Mungu afanye kazi pamoja na Musa. Tunasema kila mtu ana malaika wake. Kwa waliotumwa na Mungu ana malaika wake wao. Yuko malaika anayekulinda, yuko malaika anayechukua taarifa zako kila itwapo leo. Unapokaa kwenye mabaraza ya wenye mizaha, yuko malaika anachukua taarifa unazozifanya. Unapokaa kwenye kusanyiko la waovu, yuko malaika anachukua taarifa zako pia. Chochote tunachokifanya tuko rekodi. Bwana asifiwe sana. Haleluya kanisa. Chochote tunachokifanya. Anasema ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima Sinai, tena pamoja na baba zetu, ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Mtu huyo baba zetu hawakutaka kumtii, bali wakamsukumia mbali,
na kwa mioyo yao wakarejea Misri. Mstari ule wa 39. Unaona, hata hapa mahubiri mengi yanatoka. Wewe fikiria kwa mfano kilichotokea kwa binti yangu. Amesikia mahubiri mengi ya hapa, ya nyumbani, ya hapa, lakini ananisikia, moyo wake unarudi dhambini. Angalia mwingine tulifukuza yule, naye alikuwa mpaka anaimba na kwaya. Amesikia mahubiri mengi, anasikia, lakini moyo wake unarejea. Hawa tu tuliowabaini, lakini wako wengi ambao wanasikia tukihubiri, mioyo yao inarudi dhambini. Yaani hawa ndio tunaowafumania, ambao baini zao, lakini wako ambao bado arobaini zao bado. Roho Mtakatifu anaendelea kuangalia, utarejea. Unaweza ukaona Musa huyu kwa ishara zote na kila kitu. Hapa anamaliza mstari wa 39, anasema mtu huyu baba zetu hawakutaka kumtii, bali wakamsukumia mbali, na kwa mioyo yao wakarejea Misri. Yaani una uwezo wa kusali hapa Shilo, lakini matendo yako, tabia yako, njia zako, kila kitu kiko kule gizani. Tunakuona upo kanisani, lakini tabia na mwenendo na kila kitu kipo kule duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilimwita siku moja binti yangu yule Asundi. Nikamwambia mimi sipendi malasta, wewe usuki. Unatoa wapi hela ya usukia rasta? Akaenda kutoa rasta, akanyoa panki. Akata anajua hivi vitu vyote alifanya. Mamake akamwambia hii ni panki. Wewe hujui kunyoa vizuri, nywele zikalingana. Akaenda akanyoa zikalingana, akachukua madawa fulani akazinyambua, yaani zikanyambuka hivi. Unaweza ukaona namna watu ambao wataingia jehanamu kwa kutaka kabisa. Yaani ni mnashindana. Bwana asifiwe sana. Sasa hao watasema moto huu umetuonea, watasema mateso haya yametuonea. Hapana, ndio mioyo ya wanadamu, ndio wanadamu walivyo. Unakataza hicho anafanya. Kataza, yani kama nyani vile. Nyani ukifukuza shambani anaenda shambani. Fukuza shambani anaenda shambani. Fukuza shambani anaenda. Yaani kusema nimefukuzwa kwenye vyakula vya wanadamu, niachane na huu wizi, niondoke zangu nikale matunda pole. Ndo hawa wana wa Israeli waliona yote Mungu aliyoyafanya kwa mkono wa Musa. Walimwona Mungu akishuka kwenye mahema waliokuwa wanasafiri nayo. Wakati mwingine hema linajaa utukufu wa Mungu, wanaona hivi, lakini maandiko yanakwambia walikataa kumtii. Kwa sababu wewe unaposema unamtii Mungu, utamtii mtumishi wake, utalitii neno ambalo mtumishi wa Mungu analihubiri. Unapomtii Mungu, utamtii mtumishi wake, utalitii neno la Mungu linalotoka kwa kinywa cha wewe mtumishi. Unaposema mimi namtii Mungu tu, wewe mtumishi simtii, ni Mungu. Huwezi kumtii Mungu usiyemwona ukamdharau mtumishi unayemwona. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akaja vile vile, wakamkataa, wakatafuta kumuua. Akawa anawapa maneno ya uzima aliyoyapokea kwa Mungu, anawapa maneno ya uzima, wakawa wanatafuta kumuua. Wakatafuta kumuua, akachomoka mtu ndani ya kusanyiko lake, mwandani mwake Yuda, akaenda akaungana nao, yale Yesu anayeyafundisha, mambo ya usaliti, mambo ya kuua, mambo ya udhambi. Akaondoka akaenda kuungana na watu wabaya, akapokea fedha kwao, akawaonyesha Yesu aliko, akamua. Uone moyo wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haikuwa Yuda amfanyie Bwana, japo ni kweli maandiko yalikuwa yanatimia, lakini ile ni mfano wa ndivyo wanadamu walivyo. Kumbuka Yesu alisema adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Kwa hiyo kama adui wa kwanza wa kanisa huwa lazima awe humu ndani. Bwana asifiwe sana. Lazima awe humu. Kile ambacho Mungu anakisema yeye anaenda kinyume chake.
Kile ambacho Mungu anaagiza yeye lazima aende kinyume chake. Wewe ni shahidi wa mambo haya. Angalia kanisa ambalo hili linatajwa la Jangwani, jinsi lilivyokuwa linashindana na Musa.